Okay. Kipindi ni Elimu Asilia 2014. Ukumbi ni Warisea. Tuko katika ukumbi wa Warisea na nyuma yetu kuna bahari Hindi. Nikiojana hapa na mwalimu mkuu mhusika wa vipindi vya watoto Bwana Khalid Kitito katika ukumbi wa Warisea na mwalimu Abdul Majid alias Rafael Kigombo. Mjadala umewalenga wanafunzi wa kidato cha 4, mada ikiwa ni utamaduni na Kiswahili, chimbuko la Kiswahili, fasihi na uchambuzi wa mashairi katika mtihani wa kidato cha 4. Jina ni Fatuma Mansur, nikiripotia kipindi ya Elimu Asilia ukumbi wa Warisea. Pengine tu kidogo tungeweza kupatia Bwana Khalid dakika 5 ama kama 6 hivi atuelezee madhumuni ya kipindi wanaoendeleza sasa ama imeendelea kwa muda, na kipindi imedhamiria nini katika mwaka za usoni, na kwa wanafunzi wa Pwani ama wanatarajia iwasaidie vipi. Na kisha tuko hapa na Bwana Bakathir atatuelezea historia ile ameelezea wanafunzi kule ndani, na atuelezee kwamba kwa umuhimu wa historia hiyo na wanafunzi. Karibuni. Asante dadangu Fatma. Nina furaha ya dhati kwamba umeweza kupita hapa na umeweza kufika hapa kuweza kutuhoji kuhusu kongamano hili. Hakika chimbuko la kongamano hili lilianza mwaka jana wakati tulipokuwa tumeanza elimu asilia, na mbali na malengo ya awali ya kukusanya hadithi na mijadala kwa wanafunzi kwa lengo la kupata zile hadithi za kale na kuwapa wanafunzi wetu taswira ya yale ambayo nyanya zetu wa zamani walikuwa wakiyafanya, ilhali sasa vijana wetu wamekosa mambo kama yale ya kuweza kuwekwa na kuhadithiwa. Pili, lengo la awali kwako ni kwamba tunataka kuibua mjadala kwa wanafunzi, kuwapa kichocheo ili wanafunzi waweze kushindana katika mada mbalimbali, ili tuwafunze vipawa vyao vya kuzungumza katika hadhira. Manake hawa wanafunzi tunaona hapa ndio viongozi wetu wa kesho. Umezungumzia masuala ya mada mbalimbali. Kwa mfano kama gani? Tulikuwa na mada za vipakatalishi viwepo ama visiwepo katika shule za msingi. Tukawa na mada ya kujadili matumizi ya teknolojia katika shule, iwapo inafaa ama haifai. Tukawa na mada pia ambayo inahusu masuala ya ibuka ya ugatuzi, iwapo serikali ya ugatuzi imeleta faida ama hasara kwa Kenya, na masuala mengi zaidi. Hayo tukiyazungumza hatuwezi kumaliza yote kwa sasa. Kwa hivyo lengo hasa ni kukuza vipawa vya wanafunzi kuweza kuwa viongozi wa kesho. Na hakika mwaka jana tulifaulu sana. Shule nyingi za Mombasa County pamoja na kaunti ya Kilifi na Kwale zilihusika kwa wingi sana. Mwaka huu tukabadili mwelekeo. Tukaona kwamba matokeo ya Pwani ya Kiswahili ni duni mno. Tukaeka vichwa pamoja. Tukaamua tufanye nini? Tukaamua sasa tulenge wanafunzi wa kidato cha 4 na baadhi ya wanafunzi wa kidato cha 3, tuwatayarishe kwa ukamilifu mwanzo wa muhula ili waweze kujitayarisha na kujua mbinu za kuwezesha wao kupita. Ni aibu kwamba hapa Pwani ndio chimbuko la Kiswahili, lakini wanafunzi wanaanguka. Sisi tunajaribu kuondoa dhana hii kwamba Wapwani ndio wenye Kiswahili lakini wao hawezi kupita Kiswahili. Unafikiri wanaanguka kwa sababu hawajui Kiswahili ama wanaanguka kwa sababu kuna tofauti kati ya Kiswahili ya Wapwani na elimu? Mimi nitasema wazi kwamba kuanguka kwao kwanza ni kwa sababu kuna tofauti ya ndimi zinazozungumzwa hapa Pwani na hiki Kiswahili sanifu. Hiyo sababu moja wapo. Manake katika kuleta usanifishaji wa lugha ni masala ya kihistoria kwamba Kiswahili
cha Kiunguja ndicho ambacho kilichaguliwa kuwa ndio Kiswahili sanifu. Ingawa ni masala mpaka sasa na utata, nisingependa kuingilia mambo kama hayo. Kwa hivyo sababu mojawapo ni kwamba kuna ndimi tofauti ambazo zinazungumzwa hapa Pwani, na mtu wa Pwani ana imani kwamba hizi ndimi zake zina utamu zaidi na zafaa zipewe upaumbele katika masala haya ya kielimu. Kwa hivyo Wapwani wengi wanapendekeza kwamba kama mtu ataandika lahaja yake, kwa nini aangushwe ilhali ni Kiswahili? Hilo ni jambo ambalo ni swala nyeti na ni swala ambalo linawachoma sana Wapwani. Pili, nadhani Waswahili wa Pwani, wanafunzi wetu wana uzembe wa aina fulani, wamezembea. Hiyo pia ni sababu mojawapo. Tatu, hawaoni haja ya kusoma Kiswahili hali wanakijua. Sisi tunataka kuambia kwamba Kiswahili cha mtihani ni tofauti na kile ambacho wanazungumza. Hawana budi kufuata sheria zilizowekwa ili wapate kupita kama Wakenya wengine. Ndiposa tumeleta wahadhiri mbalimbali ambao wana utaalamu wa karatasi hii ya fasihi na mashairi kuja kuzungumza na wanafunzi. Malengo ya usoni ya kipindi hiki ama kongamano hili ni kwamba tunataka tuingie mpaka Kenya nzima. Manake mtoto si wa Pwani peke yake, Kenya nzima ina watoto. Kwa faida yetu si kwamba tuwafaidishe hawa tu, bali kuwafaidisha Wapwani wote. Na kituo chetu kilipoanzishwa kimeanzishwa kutafiti kuhusu Waswahili na masala ya Kiswahili. Kwa hivyo haiwezekani kwamba sisi tuangalie Wapwani peke yake. Sisi jukumu letu ni la Pwani, Kenya na Afrika Mashariki nzima kwa jumla. Utafiti ambao tunafanya hapa hauna budi kufika nyanjani. Na nadhani elimu asilia inatupa nafasi moja muhimu sana ya kuweza kuwasilisha yale ambayo tunayafanya na yale ambayo yanaweza kuwafaidisha wanafunzi wetu wa Kenya nzima. Mbali na hayo, tumeonelea kwamba hatuna budi kujiunga na serikali ya kaunti, na tumejaribu kuzungumza nao na wamefurahishwa sana na mawazo yetu haya, na wametuahidi kwamba watatuunga mkono ili kuweza kuifanya elimu mwambao wa Pwani na Kenya kwa jumla, hususan tukilenga Kiswahili kinasonga mbele inshallah. Sasa huyu alikuwa ni Bwana Khalid, na mwalimu husika hapa Resea, na ndiye amekuwa akiendeleza haya vipindi vya watoto kwa madhumuni haswa ya kuweza kuendeleza lugha ya Kiswahili na mashairi. Na mbele yetu hapa tuko na Bwana Kathir pia, manake wamelenga pia mambo ya historia ya Kenya, ya pengine tumpatie na ile dakika 10 ili kutuelezea yale yako nayo. Naam, nashukuru sana kwanza kwa nafasi kama hii kupatiwa na Bi Fatma. Mimi kwa jina ni Abdurrahim Ali Bakathir, maarufu ni Bakathir. Mimi ni mwana historia ya upande wa Pwani nzima, Coast Province, kujua makabila na lahaja za watu tofauti. Kwanza ningeiomba tu Resea ichukue fursa ya kupeleka maombi katika radio ima za Kenya nzima, ima za Coast Province zote ambazo zilizoko hapa na nje ya Coast. Tupatiwe nafasi angalau kwa wiki mara moja tuwe na kipindi angalau cha nusu saa. Sababu kitu muhimu kujua lugha si muhimu, kujua Kiswahili si muhimu. Muhimu ni kujua historia ya hichi Kiswahili na Waswahili wenyewe kwanza. Ndipo tutakapokufafanua na kuchangua baina ya lahaja ya uhalali na ya haramu. Bila hivyo tutakuwa tukikusanya watoto katika watoto milioni 2 walioko Pwani, wanafunzi tutakaowapata ni 20. Hatuwezi kuwafaulu. Watakuwa wameshamaliza shule na majumbani wamekwenda, lakini hakuna walichopata. Lakini tutakapokuwa ndani ya vyombo vya radio au TV, ingekuwa ni rahisi kusikilizika na kwa kila mtu, ili tujue angalau ile historia ya Uswahili na Kiswahili na kimeanza wapi, maneno original ya Kiswahili ni yapi, ya kigeni ni yapi. Hapo ndipo utakapopita katika mtihani.
For example, unachukua neno lahaja. Lahaja halipo katika Kiswahili, ni Kiarabu. Lafudhi pia bado ni Kiarabu. Sasa Kiswahili asili yataka useme ndimi, au msamiati mwingine inakuwa badala ya ndimi inakuwa ni kauli. Kauli pia bado tunakwenda kule katika Kiswahili. Ikiwa tutaweza kujua neno hili ni la Kiswahili, hili ni la Kiarabu, tutakuwa tunakwenda vizuri katika mitihani ya Kiswahili. Wanafunzi hawatushida. Leo tuambiwa tumechukuliwa lahaja ya Kiunguja. Cha kushangaza ni kwamba Unguja hakuna lahaja moja. Unguja kuna lahaja zaidi ya 15. Kuna Kiunguja mjini, kuna Kiunguja mashambani, kuna Kiunguja Kimakunduchi, kuna Kiunguja zaidi ya 13 kuendelea. Ni lahaja gani iliyochukuliwa ya Unguja ikafanywa kuwa ni Kiswahili sanifu? Hapo bado tudanganyana. Secondly, Kiswahili hakikuanzia Unguja. Kiswahili toka kimefika Unguja hakina hata miaka 2000. Sasa tutashangaa ya kwamba penyeji pamekuwa pageni na pageni pamekuwa penyeji. Na ukichukua lahaja ya Kiunguja haiwezi kuwa ni fasaha zaidi kwa history niliyoisoma mimi, kwa sababu sisi hapa pwani twasema Hamisi. Wao wasema Khamisi. Tunaona tofauti hiyo. Wao wanatumia pronunciation moja kwa moja kutokamana na lafzi za Kiarabu, herufi za Kiarabu. Ukija katika mitihani ya kwetu pwani ya Kenya, hupati lahaja hizo. Huwezi kuambiwa mwanafunzi Hamisi alifeli mtihani. Ukija kuandika tu mwanafunzi Hamisi alifeli mtihani, utafeli na ile KH. Itakuwa hujaandika fasaha. Na wakati huo history ya Afrika Mashariki unaambiwa lahaja safi ni ya Kiunguja. Sasa mimi nimeandika safi, mbona nimepata kosa? Nimeandika Hamisi kulingana na lahaja ya Kiunguja. Lakini Mkenya kwa sababu hana HK, ule Uarabu haupo ulimini kwake, hataka uandike Hamisi. Haimkinike kama atanipa mimi sahihi ya kupita, ila ataniekea nini? Kasoro ya kwamba herufi moja umezidisha ambayo ni K haipo katika lahaja za Kiswahili. Kumbe yeye anasema kwamba lahaja safi na lahaja ya ukweli iliyokubalika Kiswahili ni cha Unguja. Na wakati Unguja anasema Hamisi, mimi nitakaposema Hamisi kwa Kenya ni sawa, kwa Unguja ni kosa. Sasa unafikiri pengine kuna mwelekeo gani katika kurekebisha hizo lahaja? Nimerudi sisi kwa Kenya bado tutasema Hamisi. Ndiyo. Ama kwa mfano ukasema Fatuma. Ndiyo. Na kuna Fatma. Kuna Fatma. Fatima. Sasa wewe unafikiria pengine tufanyeje kama wazalendo wa Kiswahili? Swali lako zuri. Nasema hivi. Kwanza RISEA ipewe jukumu la kusahihisha vitabu vyote vitakavyoandikwa vya Kiswahili na Uswahili, visisahihishwe kuingizwa ndani ya mashule mpaka kwanza RISEA ithibitishe kwamba kiko sawa au hakiko sawa. Palipokuwa pamekuwa na kasoro parekebishwe. Kwa maoni yangu ningeomba RISEA, kwa kuwa ni chuo cha utafiti kilichokubalika kisheria katika Afrika Mashariki na ya Kati mpaka bara la Afrika au ulimwengu mzima, kichukue nafasi kuandikia barua idhaa zilizoko pwani na nje ya pwani, hata ikiwezekana Afrika Mashariki. Tuwe wao wakileta maombi kupawa wataalamu kutoka RISEA, si wataalamu kutoka nje ya RISEA. Tukichukua wataalamu nje ya RISEA, tayari tumetia kansa ndani ya Kiswahili. Itakuwa ni ugonjwa haufutiki. For example, tizama vitabu vya Kiswahili na history zake. Leo vina dosari nyingi kwa sababu waandishi hawakuwa na asili ya pwani. Waandishi hawakutaka kujisumbua kutembea nje. Mimi nimechukua miaka 22 kutafiti katika nusu ya Afrika Mashariki na ya Kati. Nimekwenda kugundua kuna mwandishi mmoja asema kwamba Kiswahili kimetoka Zaire. Lakini mimi nimefanya utafiti wa kwenda kuwasikia wenyewe wa Zaire wakisema la, sisi hatuna asili ya Kiswahili.
Sisi wakati wa utumwa, wale wazazi wetu waliochukuliwa freedom walirudi Zaire. Kwa kuwa walikuwa wamebambanya maneno mawili ya matatu ya Kiswahili, ndio walipokuja sehemu za kwetu, especially sehemu za Goma, wakaanza kuzungumza neno la Kiswahili. Wakisema hii ni Kingwana. Wao Kiswahili ukienda kumuuliza Mswahili ni nani haelewi, mpaka waulize mnaongea lugha gani, watakwambia tunaongea Kingwana. Akichukua maana ya kwamba katika Bagamoyo kulikuwa kuna nasaba ya watu wawili, daraja mbili, muungwana na mtumwa. Sasa ile muungwana hajui kutamka, akatamka nini? Sisi ni wangwana. Akikusudia kwamba wao ni waungwana, wamekuja na lugha mpya inaosemwa au kuzungumzwa katika sehemu za pwani. Ndio maana ushahidi unatupa leo ndani ya Zaire Kiswahili kina miaka mingi sana, lakini hakipanuki kwa sababu waliokwenda nacho si Waswahili. Sasa wanabakia kutia maneno ya Kifaransa na maneno ya Kibantu katika maeneo ya wenyeji walioko pale. Kuna vibantu vingi sana vimechomekwa ndani ya Kiswahili. Kwa mfano, chumba, Mzaire hasemi chumba, asema lupango. Na si lupango na Kiswahili kwao ndicho hicho Kingwana. Lakini lupango kwetu sisi ni pango, kevu kwetu ndio pango. Umeona? Sasa kule wao wakwambia ni chumba kwa sababu ni kitu kinachotengenezwa sawa sawa na mfano wa shimo, basi tutaita lupango. Wanachukua Kiswahili cha methali au kumithilisha kitu. Umeelewa? Kama vile kusema wamvita. Wamemithilisha kwa sababu wakati Mombasa palipokuwa na vita, wakamithilisha sasa ni kabila au ni jamii wamvita kwa sababu palikuwa na vita. Naam, lakini si jamii wala si Kwa sababu gani? Mbona ilipokuwa Mombasa hii kiitwa Kongowea, hatukuwaona Wakongowea wala hatujawasikia katika history kama hao watu watatajwa wakiitwa Wakongowea. Umeona sasa? Sasa kuna vitu ambavyo na ule Uswahili unapatikana katika nasaba tatu. Nasaba ya kwanza ni original Mgozi. Nasaba ya pili ni ndoa na dini ya Kiislamu. Nasaba ya tatu ni ridhaa ya mtu binafsi. Na hii unapata katika haki za kibinadamu au tukisema human right, vifungu 30. Kifungu cha 28 na 29 kinakupa fursa kujiunga na jamii yoyote ambayo utapata maendeleo na amani ya maisha yako. Leo tuchukue mfano wa Kikuyu ndani ya Mpeketoni au jamii zingine ambao si Waamu wala si Wabajuni. Wako Mpeketoni, wamepewa mashamba, lakini baada ya miaka 100 au 200 hutopata jamii nyingine aitwa Mkikuyu wala Mkalenjini wala Mtaita. Wote watakuwa ni Wabajuni na Waamu. Kwa sababu mazingira yale hayawaruhusu tena kuchukua mila yao kuitia pale, watakuwa wamemezwa na nani? Na jamii za Kiamu na Wabajuni. Watakuwa wanajiita Waswahili. Mfano mzuri tuchukue Wajomvu. Wajomvu ni jamii 5. Pana Mkamba pale, pana Mkilindi ambaye Mkilindi ni Mzigua kutoka Tanzania katika wilaya ili district inayoitwa Zigua. Ambao ni district alozaliwa Mheshimiwa Rais wa Tanzania Kikwete. Hawa ni Wakilindi, jamii za Kizigua walihamia huko sababu ya uvuvi. Sasa tunapata kuna Mkamba, kuna Mzigua, kuna Mpemba, wote walikuja masala ya uvuvi. Halafu kuna Mgazija na kuna Mrabai. Jamii 5 wanazaa mtu aitwaye Mjomvu. Na ukitafiti lugha, Jomvu ni mtu kwa sababu sikiza inavyoitwa. Kwa Jomvu Miritini, kwa Jomvu Mikanjuni, kwa Jomvu Wayani, kwa Jomvu Madukani. Unaona kwa ni kwa mtu fulani. Hapa palikuwa na mtu akiitwa Jomvu. Na ukenda kwa Wajomvu wenyewe wanakuambia sisi si Wajomvu, sisi jamii yetu tunaitwa Aljaufi. Sasa hivi ukenda Jomvu watakwambia sisi ni Aljaufi, na Aljaufi ni kabila la jamii ya Waarabu. Sasa unashindwa, lakini utakapokwenda in deep ukipata wale wenye kusema kweli watakwambia sisi asili yetu ni Wamatano. Jamii ya Wamatano kwa sababu tribe 5 kukubaliana kuchukua lugha ya Kiswahili ni lugha ya mawasiliano, zilizobakia mother tongue tunazitumia wakati wa haja zetu ndani ya majumba yetu. Lakini tukikutana nje ya majumba yetu tunatumia lugha ya Kiswahili kama lugha ya mawasiliano. Mfano mzuri ni Tanganyika. Tanganyika inatumia lugha ya Kiswahili kama lugha ya mawasiliano hata katika katiba yao.
lugha ya taifa ndani ya Tanganyika ilikuwa ni Kiingereza, lakini si Kiswahili. Kama utabadilisha katiba ni kwa sasa, Kiswahili Mtanganyika anaichukua kama lugha ya mawasiliano. Mpaka katika 1948 Mwalimu Nyerere anaulizwa katika mtaa wa Lumumba Road, Dar es Salaam, katika makao makuu ya chama cha siasa kikiitwa TA kabla ya kuitwa TANU. Alikuwa akiambiwa na wenyeji wa Dar es Salaam, wewe unataka tupiganie uhuru, jamaa zako kutoka bara, maana Dar es Salaam nayo ilikuwa mipaka yake mwisho Nchalinze, hao ni Waswahili, kuendelea mbele huko ni Waruguru na Wabara wanaitana hivi. Akamwambia watu kutoka bara la Tanganyika hawaelewi Kiswahili, utawaelimisha vipi hawa watu na tutakuwa na communication nao kiasi gani ili wajue kwamba tunadai uhuru na maana ya uhuru ni kadhaa. Ndipo Nyerere akachukua kazi ndefu ya kwenda kuelimisha watu Kiswahili. Kiswahili kilikuwa kikiongelewa mwisho wake Nchalinze. Mruguru kutoka Morogoro haelewi Kiswahili. Na up to today kuna vijiji Kiswahili ndani ya Tanzania au Tanganyika hawakielewi. Ingawaje watu wana itikadi, watu wa Afrika Mashariki wasema Watanzania au Watanganyika ndio wenye lugha fasaha ya Kiswahili, lakini wale ni broken tupu, ni wazushi wa maneno ya ajabu ajabu yasiyokuweko ndani ya Kingozi. Every Tanzanian ana mother tongue. Vipi Kiswahili itakuwa ni lugha yake? Itakuwa ni lugha ya kujifundisha, maana binadamu lugha moja. Lakini sisi katika Kenya tuna watu ambao hawana mother tongue except Swahili peke yake. Huu ni ushahidi kama kwamba Kiswahili ni urathi wa watu wa Kenya katika eneo likiitwa Shungwaya lililoko sehemu ya Kismayu. Huu ndio ushahidi. Kwa hivyo Kiswahili ilianzia wapi haswa? Kiswahili wenyeji hasa wenyewe wa Ngozi, hao waliokuitwa Ngozi, asili yao ni kutoka East Ethiopia katika kijiji cha Harare. Waliteremka na River Juba. River Juba inamwaga maji yake karibu na Kismayu kuingia katika bahari Hindi. Hawa watu walikuwa ni watonyi. Tofautisha kati ya mvuvi na mtonyi. Mtonyi ni mtu anayedunga samaki kwa kutumia mkuki. Sisi tuwaita ukondo. Mkuki ni wa kupigana vita, lakini wa samaki special unaitwa nini? Ukondo. Umeelewa? Sasa walikuwa wakidunga samaki kwa kutumia vitu kama hivi. Walipofika katika sehemu za Shungwaya, walikaa miaka mingi, baadaye wakaja wakafikiwa na wageni ambao hawakawatarajilia. Hawa walikuwa ni first white people to reach in East Africa. Walikuwa ni wa China. Hii ni miaka kama 15 au 10,000 ya miaka iliyopita. Hawa wa China waliletwa na bahari sababu ya vimbunga. Na ushahidi uko mzuri. Leo tunakuta Seychelles kuna Wahindi, leo tunakuta Madagascar kuna Wajapani na Wahindi kutoka sehemu za Colombo, South India. Unaona? Sri Lanka huko wanapatikaniwa katika Madagascar. Hata majina yao ya wa Sri Lanka na watu wa Madagascar ni mamoja. Hawa watu walisukumwa na maji. Tunapata South America, sehemu za Chile. Unapata Wajapani wapo, walikwendaje? Wale walikuwa kisukumwa na maji wakati wa vimbunga katika kuvua. Na hawa wa China waliotegemea sehemu za Ras Kiemboni huku sehemu za Shungwaya na Kismayu walikuwa wamesukumwa na maji. Ndio asili ya kwamba Ngozi ajue kutengeneza chombo cha baharini kinachoitwa mtepe. Watu wengi husema mtepe ni asili ya Kiswahili, lakini the source of mtepe hawajui. Ndio sasa hawa Wangozi wajue kuvua samaki kwa kutoa vyakula baharini, maana wale wa China wachache walikuwa wamefika pale walikuwa ni wavuvi, wakawafundisha kutengeneza majuya, nyavu, mishipi, ndoana, ndio nao wakajua ala, kumbe chakula hakipatikaniwa kwa river peke yake, hata baharini wanapatikaniwa. Ndio mwanzo wao kujua nini maana ya bahari. Hii ndio asili ya Mgozi, ndio sasa atapakae. Baadaye tena baada ya miaka mingi watoke jamii hao wanaoitwa sasa hivi Mijikenda, lakini kabla hapo hawakuwa kiitwa Mijikenda. Walikuwa ni jamii ambazo hazikujulikana jina lake, lakini ni waasili wa Bantu. Walitoka katika pori la Zaire ambao tuaita Central Africa Zone. Wakatambaa mpaka sehemu za Shungwaya. Ndio kuishi na Wangozi kule sasa.
baadaye tena baada ya miaka fulani na wakatoka kutafuta makazi mapya, ndio wakaja wakahamia huku. Jamii ya kwanza iliyokuja sehemu hizi huku walikuwa ni hawa waitwaje hawa watu wa Mazera Waduruma. Jamii ya pili iliyofuata ni Warabai, halafu tena Wachoni, halafu na wengine. Jamii ya mwisho ilibakia ni Wagiriama. Ndio maana leo ukakuta Wagiriama wanapatikaniwa katika Lamu district, ingawaje walibadilisha jina lao la ukabila, lakini asili ni Wagiriama wanapatikaniwa kwa sababu wale hawakutoka kabisa kule. Na utakuja kukuta katika North Coast Wagiriama walibaki wengi zaidi sehemu za Lamu, sehemu za mbele ya Malindi huko Magarini, sehemu za Msumarini, sehemu za mpaka wakaeka kijiji kimoja kama ukumbusho wa mji uliotoka Shungwaya, wao wakasema unaitwa Tsingwaya, kama kumbukumbu isalie kwao. Na kweli mpaka leo eneo la Magarini kuna kijiji kinaitwa nini? Tsingwaya. Ukimuuliza Mgiriama yoyote atakwambia mimi asili yangu ni kutoka Tsingwaya, akikusudia ile Shungwaya ya zamani. Sasa ile kuruhusu watu ambao wanataka kusoma vitabu bila ya kutembea kunaleta matatizo. Kunaandikwa vitu ambavyo havipo wala havijulikani vimeanzia wapi. Hii inatatiza mpaka wanafunzi. Na ndio kwa sababu elimu asilia ikazungua hii program ya elimu asilia ama project ya elimu asilia. Maksudi na hususan yake ni kwamba kuna watu wako na historia zaidi nzuri ambao yenye ushahidi na wala haijawekwa kwenye vitabu. Kwa hivyo kuzipata hizo historia lazima sisi kama information officer twende nje tuweze kuzicollect hizo history. Na mimi nafurahi kwamba kuna historia nyingi zaidi. Mimi Bi Fatuma ningekwambia neno moja, labda unifanyie msaada na mwingine yote atakayesikiza habari zangu. Ajitokeze mtu atakaye kuandika mimi niko radhi kumpa elimu yangu bure. Mimi ni mzuri wakati ukiniuliza nitakupa good history kuliko ni kuongea. Na niko radhi mtu yote ajitokeze akitaka kitabu cha Kiingereza, cha Kiswahili, chochote. Nimemquote ami yangu Profesa Nabahani. Nikakuta vitabu vyake vingi history vinaegemea Mombasa na Zanzibar, akiunganisha na Tanganyika. Na Bwana Hussein ambao alikuwa mwalimu mkuu nyakati hizo, Hussein Sud, nimempenda sana historia yake na ina ushahidi wa vitendo na kuonekaniwa na macho. Kwa sababu tena isitoshe amejimiliki kwamba yeye ni mtu wa eneo la North Coast upande wa Lamu na kuendelea, na yeye ndiye alitoa really history kwamba yeye ni Mwanati kule, tena anazungumza kitu kinachomhusu. Kwa mfano, huwezi kwenda kwa daktari akajua maradhi yako. Atakayejua maradhi yako ni nani? Ni wewe mwenyewe binafsi.